Cup. Tunasema yeye ndio yeye na tabaki kwa yeye, au sio unaambiwa nyumba ni kubwa, nyumba ndogo ni kama mbirimbi, tukidondoka haina nafasi yake. Kina mama hoye. Mimi nasema mimi ndio mimi, alafu sina mpinzani. Kiwa leo unaogopa ukiwenza, kwa tukisauni ni fashion. Na kama wewe hujakamilika, basi katie kigodoro tuendelee na shughuli. Leo tuko hapa mpaka tamati. Nafikiri shangazi kama shangazi leo ametutandikia magunia, tushafukua tutakesha. Nipe nyimbo yangu manake huja nikaribisha. Hii kilifika out. Manake nyumba mpaka ibishiwe huko. Alafu kama wanipenda tutajumuika. Na hizi kazi za UMC huwa zina mtu maalum anaweza kufanya. Si kila mmoja anaweza fanya hii kazi. Na kwa kweli huyu mama anafaa kupoa maua yake. Kazi hii anafanya kwa weledi wa hali ya juu. Si kila mtu anaweza fanya hii kazi, lakini huyu mama amejitolea kufanya hii kazi. Ingawa ina changamoto kwa sababu sometimes unaweza fanya usilipwe, lakini yeye kama mama amejitolea na anaupiga mwingi unyama. Yani yeye ni mwanamke bomba, angekuwa pale Citizen angepewa nafasi hiyo. Na kazi yake ni ya ufawidhi tu kwenye harusi, kwenye siasa, pia yeye usimama kidete kuzungumza mbele ya jukwaa. Kwa kweli huyu mama anafaa kupewa heko, kongole, hongera nyingi sana zisizokuwa na kifani kwa sababu ya ujasiri na ukarimu wake kuaminiwa, kwa sababu mtu binafsi ziacha mtu shughuli aweze kuiongoza kama hajamwamini kwa kweli. Sasa huyu mama ameaminika na hii kazi anayofanya kwa uzuri. Tusikati tu niliweza kuhudhuria harusi eneo la VOK hapa Mombasa County, na huyu mama ndiye aliyekuwa akiongoza harusi, na kwa kweli anafaa kupewa haya maua kwa sababu kazi anayofanya kwa tija, tajriba ya hali ya juu. Na basi kama una harusi, uko na event, unataka upambio, nambari yake tutaiweka hewani. Yani huyu mama anafanya kazi sana, kazi yake anafanya vizuri, na kwa kweli hata presenter Sike mwenyewe nimemkubali huyu mama anafanya kazi vizuri, na kazi zake kwa kweli hufana sana na hujaa. Sasa zingine unaweza kuja mpaka unapata waraibu wa Ugoro wanakosa sehemu ya kutema mate kwa sababu ya akthari ya watu jinsia mbalimbali ambao wamehudhuria hizi sherehe za harusi za Uswahilini. Na juzi kati tulikuwa namuuliza mama, mbona hizi harusi lazima watu wapambwe, wachorwe? Akasema wengine ni dini yao kama Waislamu, yao lazima kwamba mtu achorwe, lazima mtu achorwe kwa miguu. Yani ni order tu, ama kulingana tu na masuala mbalimbali ya dini, anasema kwamba lazima mtu achorwe ili aweze kupendeza. Na wengi wa wanadada ukiwapata mitaani, wengine waweza amini ni wao kama hajachorwa, lakini wakichorwa lazima utapenda. Yani hao lazima wapende, wao wanachora vizuri, wamepambika. Yani pako najiuliza hawa ni kina Salma, hawa ni kina Mwanakombo walikuwa nikiwaona, lakini kumbe ni harusi tu ndio imewafanya hivyo. Harusi ndio imewafanya mpaka wamekuwa wazuri zaidi hivyo. Sasa sengine huwa nizajiuliza basi watu waoane kila mara ili hawa waweze kuchora na wapambike. Lakini yeye anasema ni harusi lazima tuwe hivyo, tungare jamani. Mwenye marashi ya kupima atatafuta, mwenye perfume spray pia atatafuta, ili hali tu hiyo siku onekane kwamba amependeza. Mashallah kila mmoja. Ndio harusi za Mombasani hizo. Tazama uone na niambie, je, kwenu harusi za kwenu lazima watu wavalie hivi ama ni vitenge vishutu kama Mijikenda wengine ambao valia kwenye harusi zao? CK the presenter inside the building, na nilikuwa live mbashara kukuletea moja kwa moja matukio baada ya tukio kwenye harusi hii ya kufana na kufafana. Pia huwa na vitumbuizo vya muziki, yani hapo huwa kuna speaker, kuna DJ ambao tumbuiza kwa nyimbo mbalimbali, ikilinganishwa na za kaunti ya Kilifi harusi mpaka disco vumbi, lakini huku ni tofauti kabisa. CK